Sawa kaka. Sawa, mimi nimetosheka na Ukristo. Umetosheka? Haya. Ngoja kidogo tu, dakika moja tu. Nataka usimame mzuri. Asante sana, asante sana. Swali langu kwa majina mimi naitwa Peter Bogwa. Unaitwa Peter Bogwa. Na mimi naitwa Hassan Karioki. Hassan Karioki. De Muislamu. Na wewe Mkristo. Asante sana. Swali gani ungetaka kutuuliza? Nataka mimi ni Islamu na ningetaka kuuliza habari ya Yesu. Kuna mtu anaitwa alisema mvwanzi yake alikuwa anampenda sana. Mvwanzi yule alikuwa anampenda sana. Walienda kaburini na mwingine. Sasa hiyo mvwanzi yule anampenda sana kuliko wengine, ndio mimi naulizaka ni nani jina yake. Mvwanzi alikuwa anampenda Yesu sana. Yesu ndiye alikuwa anampenda mvwanzi. Mimi najua mmoja alikuwa anaitwa Filipo. Filipo ndio najua zaidi. Na Yohana. Ndio ni katika wanafunzi ambao Yesu alikuwa amewapenda zaidi. Walienda kaburini wakati alikufa, walienda na Petro. Akakimbia mbele ya Petro. Akaenda kaburini, akaingia, akamuona Yesu hapana iko. Akatoka. Sasa hiyo mwanafunzi ndio naulizaka jina yake ni nani? Tunajua kuna Filipo na kuna Yohana. Hawa. Hata iko wengine anasema kuna Petro, Filipo na Yohana. Hawa ndio walikuwa karibu. Ndio hao. Na ule tena Yesu wakati alichikwa, iko kijana alitokea kukimbia aende akachikwa na askari, akawacha nguo yake akatoroka. Sasa sisi huwa hatuamini ya kwamba Yesu alisulubiwa, na hatuamini ya kwamba Yesu alikufa, na hatuamini ya kwamba Yesu alifufuliwa. Sisi huwa tunaamini ya kwamba Yesu hakukamatwa, hakufa na hakufufuka. Hawakuweza kumshika. Ndio tunaamini sisi Waislamu. Unajua kufa na kufufuka katika Biblia ina maneno mengine tofauti. Unaweza kuambia mtu amekufa, lakini katika language ya Biblia inaongea tofauti. Kwa sababu Yesu wakati walikuwa wanataka kumshika, Yesu wa kwanza alitoroka na wanafunzi walitoroka. Hebu nisome hiyo maandiko, nataka usikize vizuri. Yesu ndio wanataka kumuua, kumshika wamuue. Kwanza wanafunzi walitoroka kwanza. Waliogopa askari wakakimbia. Na Yesu mwenyewe naye alirudi akajificha wasimuone. Sasa hebu turazie hapo. Kwanza wanafunzi walifanyaje wa Yesu? Wakati Yesu alikuwa anataka kushikwa uawe, walifanyaje wanafunzi? 14:50 Marko. 14:50 Marko. Inasema mwalimu wangu, ndipo wakamwacha, wakakimbia wote. Tunaambiwa katika kitabu cha Marko 14:50 wanafunzi wa Yesu wote walikimbia. Kwa hivyo eye witness ambaye aliona akisulubiwa hakuna, kwa sababu kwanza wamekimbia. Naye Yesu alifanyaje? 12:36 kitabu cha Yohana. Inasema mwalimu wangu, maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Endelea. Hayo aliyasema Yesu. Akafanyaje Yesu? Akaenda zake, akajificha wasimuone. Kumbe hata Yesu naye alitoroka. Alijificha wapi? 7:1 Yohana. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Yesu baada ya hayo maneno ya kujificha, wakati amejificha, baada ya hayo alianza kutembea katika Galilaya. Kwa sababu ya nini? Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Hakurudi tena Uyahudi, alienda Galilaya kwa sababu aliona hapa ni kubaya. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Kumbe Yesu hakurudi tena katika Uyahudi. Alienda Galilaya huko, kutembea huko. Wakati ndio alienda kujificha huko. Unaona vile imeeleza vizuri? Inaeleza vizuri. Alafu ya tatu, unajua kuna mambo mengi ambayo tunaona watu wanasemaga Yesu alisulubiwa msalabani. 12:38 Mathayo. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu. Wakasemaje? Wakasema, Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Wataka kuona miujiza ya Yesu. Yaani ishara ni miujiza ya Yesu. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya cha zinaa chatafuta ishara. Kwanza aliwatukana wale watu wale Mafarisayo,
Akawaambia nyinyi ni kizazi kibaya cha zinaa, mnataka ishara tu, mnataka kuona miujiza tu wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Hamutaona ishara yote ama miujiza yote isipokuwa miujiza ya nabii Yona. Tunamkumbuka Yona ule aliingimezwa na samaki. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku na mchana katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adam atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Anasema Yona vile alikuwa siku 3, alikuwa siku 3 usiku na mchana, siku 3 katika tumbo la nyangumi, hivyo mimi mwana wa Adam ambaye ni Yesu nitakuwa hivyo katika moyo wa nchi. Moyo wa nchi ni pahali kuna uhai, kama huku ni moyo wa nchi. Sababu kiteremka chini hapa hakuna uhai tena, ni tumbo la ardhi. Lakini moyo wa nchi ni pahali. Yesu anasema nitakuwa siku 3 usiku na mchana kama Yona, na kama hata maliza siku 3 usiku na mchana kama Yona, basi itakuwa ni urongo, kwa sababu Yona alikaa siku 3 usiku na mchana, na Yesu anasema hata mimi nitakaa katika moyo wa nchi siku 3 usiku na mchana. Lakini katika waandishi wengi wa Biblia wamesema hivi, wengine mmoja amesema Yesu alisulubiwa saa 6 katika siku ya Ijumaa, si ndio? Mwingine amesema saa 9. Sawa. Sasa tuhesabu sawa. Amesulubiwa tuseme saa 6 tu ya mchana, sawa? Ijumaa. Kwenda mpaka hapo mpaka saa 12, hiyo ni nusu mchana. Kutoka hapo hiyo siku ya Ijumaa, hiyo ni siku moja. Tuamkie Saturday. Sawa? Saturday. Tupige Saturday mchana na usiku. Sawa? Inakuja siku 2 na amesema atakuwa siku 3 usiku na mchana katika moyo wa nini? Kwa hivyo haingiani kama hesabu ya Yona. Yona alikaa direct siku 3 usiku na mchana katika moyo wa nchi. Lakini huyu amekaa siku moja peke yake na nusu, kwa sababu kutoka Friday mchana mpaka Saturday usiku, alafu Saturday mchana na Saturday usiku. Kwa hivyo ni usiku moja na nusu na mchana moja na nusu. Kwa hivyo ingiani. Unasikia mpaka hapo? Ya 3 mtoe ya mwisho. Wengi katika Wakristo wanaamini Yesu ni Mungu. Ni kweli? Kuna wale wanaamini, kuna wale hawaamini. Kama watu wa SDA wengi wao hawaamini kama Yesu ni Mungu. Kuna wale hata mashahidi wa Yehova hawaamini Yesu ni Mungu. Kuna wale wanaamini Yesu ni Mungu. Especially kwanza huko kwetu Central. Wa Kikuyu. Ndio. Babuka Yesu mwadhani witu, si ni kweli? Ni kweli. Wanasema hivyo, wakikuwa wanasema Yesu mwadhani witu, yani Jesus Mungu wetu. Mwadhani ni Mungu katika Kikuyu. Ni kweli mzee ama ndanganya? Ni kweli. Sasa ikiwa Yesu basi alikuwa Mungu, wale katika wale wanaamini Yesu ni Mungu, Mungu anaweza kafa? Hapana. Mungu hakufagi, kwa sababu Biblia ndio inasema Yesu ni Mungu katika verse zingine. Paulo anasema katika Tito 2:13. Soma 2:13. Ndasoma maandiko mawili. Sasa unajiuliza swali, kama basi alikuwa Mungu na Mungu hakufagi, basi huwa alikufa, basi sio Mungu. Tito 2:13 kwenye kuandika kitabu ya Titus. Tukilitazama tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Paulo amesema Yesu ni Mungu mkuu na nini? Ni mwokozi wetu. Na kuna wale Wakristo wanaamini kabisa Yesu ndio nani? Ndio Mungu wao. Na Mungu hakufagi. Lakini huwa alikufa. Na Mungu Sasa sasa Ukiislamu na hata Mkristiano, sasa na sisi ni wana wa Adam. Tufanye nini ndio tuwe njia ya kufuata Mungu? Njia ya kufuata Mungu ni waamini Mungu ni mmoja. Kwa mfano wewe ni mzee wa zamani. Wewe ni kama baba yangu kabisa. Na sisi wa Kikuyu tulikuwa na desturi zetu. Sawa. Tulikuwa tunaabudu kama tunaelekea Mount Kenya. Tunasema Mungu wa ule mlima Mount Kenya. Si ni kweli? Ni kweli. Na tulikuwa tunasema thy yangai. Mungu ngapi? Moja. Mungu wa ngai wa Kirinyaga, ule ngai wetu wa Kirinyaga, alikuwa na bibi? Hakuna. Alikuwa na mtoto? Hakuna. Alikuwa na zaa? Hakuna. Kwa hivyo sisi kama jamii ya kutoka Mlima Kenya ndio tuliacha ule Mungu wetu wa kweli, tukaenda kwa Mungu wa wazungu ambaye alikuja akiwa na mtoto. Ana mtoto na mama amezaa. Na mama amezaa. Ndio. Unaona sasa? Sasa sisi tuliacha Mungu wa kweli, lakini tukikubali ya kwamba Mungu ni mmoja na hana bibi,
hazai na hakuzaliwa, tunakuwa tuko sawa, si ndio? Unaonaje? Ndio naona sisi Waislamu sisi, ukiangalia mila ya Uislamu na mila ya Ukikuyu ni kama inafuatana kidogo, kwa sababu Mkikuyu wa zamani alikuwa anasema Mungu ni ngapi? Ni moja. Ngayomwe. Dai. Sisi Waislamu tunasema Mungu ni mmoja. Kama vile mlikuwa mnasema kule upande wa Mlima Kenya. Nataka sasa uniambie hapa. Wakikuyu walikuwa wanazunguka Mount Kenya mara 7? Kabisa wanaendaka. Sasa Wakikuyu walijuaje kuzunguka Mount Kenya mara 7 na sisi tukienda Maka tunazunguka mara 7? Hiyo ni Mungu wao walikuwa wanatokea. Unaona maneno hiyo? Ni sawa. Sasa nyinyi ndio mnafaa mtufuate sisi Waislamu, kwa sababu sisi tuko na mila ile tu. Ile mila ile. Tukienda Maka tunazunguka mara 7. Tunaabudu Mungu moja. Mungu wetu hana bibi, hana mtoto na hazai. Unaona maneno haya? Ni kweli. Hiyo ni kweli. Sio wanawake wa Kikuyu na wanaume walikuwa wanachanganyikana pamoja. Na sisi Waislamu wanawake wachanganyikani pamoja, wanapewa heshima kubwa sana hiyo. Unaona sasa? Kwa katika Ukikuyu kulikuwa na Kerumi. Unajua Kerumi? Kulikuwa na laana, si ndio? Na kulikuwa na Mugiro, si ndio? Na kulikuwa na ya tatu. Zilikuwa tatu. Kwa tatu. Wewe utaikumbuka. Unaona? Kwa Waislamu hizo vitu zote ziko. Kwa hivyo sisi Waislamu sisi tumefuata mila ambayo inafuata. Unaona dini yetu tunaambiwa katika Qurani, dini yetu tunafuata mila ya Nabii Ibrahimu. Ibrahimu hakuwa anaabudu masanamu na hakuwa katika washirikina, alikuwa anaamini Mungu ni mmoja. Kwa hivyo ukiamini Mungu ni mmoja, hiyo ndio muhimu. Uamini Mungu ni mmoja na ndio alikuumba, lakini unaona mimi Muislamu nikimwabudu Muhammad naenda motoni. Na wewe kama Mkristo ukimwabudu Yesu unaenda motoni. Ukimwabudu Musa unaenda motoni. Ukiabudu Ibrahimu unaenda motoni. Kwa hivyo hufai kuabudu manabii. Tunafaa tuabudu ule Mungu ambaye alituumba, ambaye aliumba hawa manabii. Na ndio naona Yesu anasema hapa katika Mathayo 15:7 anasemaje? Kwa hivyo njia sahihi, mzee wangu, ni kuwa Muislamu, ndio njia sahihi ya kumwelekea Mungu. Muulize swali hilo. 15:7 kitabu cha Mathayo. 15:7 mwalimu wangu. Inasema kwenye kuandika, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Hapa Yesu anasema kuna watu wanamheshimu kwa mdomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Yeye na Yesu wako mbali sana na yeye. Nao waniabudu bure. Unasikia bure? Yesu anasema hao watu hawa, kwanza ameanza hapo juu, soma hapo 7. Ni wanafiki. Kwanza amesema hao watu ni wanafiki. Watu wanafiki hao ni watu gani? Yesu anasema ni watu. Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao uniabudu bure. Nao wanaabudu Yesu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Unaona? Hii maneno ya kuabudu Yesu bure, Yesu anasema hii kuniabudu bure ni mafundisho ya binadamu. Na binadamu tumepata binadamu wa kwanza kusema Yesu ni Mungu ni nani? Ni Paulo. Hakuna mwanadamu mwingine duniani, watu wote na manabii wote walisema Yesu ni Mungu isipokuwa Paulo peke yake. Ndio naona Yesu anasema watu wanamwabudu bure wakifuata mafundisho ambayo ni ya binadamu ambayo ni Paulo alikuja kaleta. Unaona mzee wetu? Kwa hivyo ndio hivyo, wewe fanya research yako kidogo. Sisi tuko ukitaka kuniuliza swali, Biblia Kikuyu hata niko naye pale kwa gari. Nitasoma Kikuyu. Kwa sababu hata Kikuyu, unajua mimi kwa ile Biblia Kikuyu nilishangaa naye sana. Kama vile unaona tunainama hizi. Unaona tunainama chini. Ya Kikuyu ukienda nyumbani usome 26:39, Mathayo 26:39, usome utelemuke chini. Inasema hivi kwa Kikuyu, inasema na Jesu agithiathia mbere hanini agiturumithia uthio wake thi. Hiyo ni Kikuyu. And Jesus went a little further and he fell on his face to the ground and prayed. Naona hiyo? Haya mzee wetu, karibu sana mzee wetu. Karibu. Na mzee anakuja kusikiza mawaidha hapa. Ni mzee mzuri sana. Anafanya research yake. Unajua wazee ni watu ambao wamekaa miaka mingi, wameona mingi. Haya kakangu. Mimi naitwa Hassan Kariuki. Mimi naitwa Bigirimana Pasteur. Gilmanos Pasteur. Bigirimana Pasteur. Bigirimana Pasteur. Sasa swali gani ungetaka kutuuliza Waislamu jioni ya leo?
Mimi Naam. Kama vile nimesema naitwa Bigirimana Pasteur. Yes. Niko hapa kwa kutetea utamaduni wetu. Yes. Waislamu mko sawa, Wakristo mko sawa. Lakini Waislamu wako sawa kwao uko mahali Islamu imetoka, na Wakristo wako sawa uko mahali Kristo amezaliwa. Sisi kama Wanaafrika tuko na utamaduni yetu. Iwe Islamu mkitusomea maandiko, mnatusomea maandiko kutoka huko. Hakuna babu yangu ameandikwa kwa Qur'ani, hakuna babu yangu ameandikwa kwa Biblia. Sasa nauliza, tukijadiliana hapa, mbona tunajadiliana tukiongelelea mababu ya wengine? Na sisi tuko na mababu zetu. Wao umetuambia eti Wakikuyu walikuwa wanazunguka mlima Mount Kenya mara 7. Wakristo wakitoka sijui ni Misri, wakikuja wachukue ardhi yao, Mungu aliwaambia wazunguke mara 7 ndio hiyo ukuta yanguke. Ni ukweli si ukweli? Jericho. Sasa unasikia bado Wakikuyu, Waislamu na Misri na wana Israeli bado utamaduni ni umoja. Mimi nasema Mungu ni umoja kwa hii dunia. Tofauti ni wabunge, acha niseme kwa Kiswahili yenye inaeleweka. Wabunge ndio tofauti. Wakikuyu mko na mbunge wenu mbinguni, Waisraeli wako na mbunge wao ni Jesus Christ, Waislamu wako na mbunge wao ndio Muhammad, na sisi Wanaafrika tuko na mbunge wetu. Ni ile design ya wabunge wetu walikuja wakatunyang'anya, wakatuletea wabunge wengine, ndio tunapitia ndio watutetee kwa Mungu. Mimi niko hapa kwa kutetea utamaduni, ndio maana sasa ngoja kidogo. Wakristo na Waislamu mumepotelea kwa maandiko. Kwa sasa hizi unataka uniingize kwa kidogo. Wewe hasa wewe ni Mkristo ama ni Muislamu ama wewe ni atheist ama ni mtu wa asili? Mimi nimeweka mienendo kwa mababu zangu. Mimi si Mkristo. Kwa hivyo wewe ni mtu wa mababu. Mimi ni mtu wa mababu zangu. Utamaduni, yani wewe ni mtu wa utamaduni. Mimi ni mtu wa utamaduni. Sasa ni kusema kama babu yangu alikuwa anaomba kiangalia Mount Kenya, na mimi lazima niweke mguu kwenye mahali aliweka. Lazima niombe nikiangalia hiyo Mount Kenya, ndio Mungu ule mwenye alikuwa anawapea mvua na mimi anisikiza nitumie mvua. Nauliza wewe katika mababu, na tujue hiyo ya mababu kidogo. Katika mababu zenyu walikuwa wanawafundisha Mungu ni ngapi? Mungu ni umoja. Alikufundisha Mungu ni moja. Huyo Mungu ambaye mlikuwa mnafundishwa na mababu alikuwa na bibi? Hakuwa na bibi. Alikuwa na watoto? Hakuwa na watoto. Alikuwa hazai? Watoto wake ni sisi. Kwani Mungu anazaa? Mungu hazai. Mungu hata saa hizi akisema anataka kopi yako saa hii atasema kopi, kwa sababu Mungu hazai. Mungu kama Mungu hazai, akipointi anapointi. Ni kama saa hizi president akisema minister, huyu atoke na kupointi wewe kuwe minister. Sasa huyo ni tumeenda kwa binadamu. Mungu yeye akisema mtu azaliwe, mtakuwa nani kwa Kiswahili umesikia? Minister maana yake ni msaidizi. Sasa msaidizi. Mtoto na msaidizi ni tofauti. Sasa Mungu hazai. Sasa sasa katika hiyo dini yenu ya mababu mkikufa nyinyi mnaenda wapi? Kwa sababu sisi tumeambiwa kule tunaenda, Wakristo wameambiwa kule wanaenda. Sasa nyinyi mnaenda wapi? Sisi babu yangu anasema mtu akikufa spirit yake iko hapa, ndio zinatusumbua tunakosa amani. Kwa hivyo nyinyi mkikufa spirit zinakaa tu area. Ziko tu area. Inalandaranda tu kabisa. Zinasumbua watu. Babu yangu ni hivyo. Wewe ni Mkikuyu unajua hivyo ni venye hawezi sema. Mababu zetu walisema na ni ukweli. Kwani tunasumbuliwa na nini hapa? Kwani hao waenda wazimu unaona wakishinda wakikimbia mizimu, unasema mizimu. Kuna mizimu. Mimi acha niseme, mimi nikiwa mtoto mdogo, mimi kuna venye uko kwetu tulikuwa tunaona asubuhi, unaona moto huko kwa mtoni kuna moto imewaka na uoni ni nini imeuasha, ukienda huko hiyo moto uioni. Hizo ndio mamizimu mababu zetu walikuwa wanasema zituondolee zitutoke. Sasa sisi Waislamu, kwanza sisi Waislamu nasikia sisi Waislamu, najua sisi ni watu wa sisi tunasoma vitabu. Sisi mambo ya mizimu na nini na uchawi na nini, Qur'ani 8:3. Wewe nisome tu na mimi nikuonyeshe kwangu. Sinaonyesha kwako na mimi nikuonyeshe kwangu.
Huyu ni mzuri. Huyu ungemsomea kitabu. Mimi sitaki kitabu. Haya sawa. Sikiza. Wewe ni Muislamu. Okay. Nataka utetee Uislamu yako without kuingia kwa kitabu. Because saa hizi tukienda huko ni Maka. Ule mtu akikwambia Muhammad, huyo ako light because Muhammad ni babu yake. Ukiingia kwa historia yake utapata kuna kizazi ya Muhammad. Lakini na sisi tuko na kizazi yetu, wale wazee wenye walikuwa wanaenda Mount Kenya wakipiga magoti, mvua inanyesha. Anachagua nabii. Mbona niko hapa? Si Mungu amenituma. Lakini wewe nabii. Wewe nabii, wewe sasa hivi tukiwa nabii ni kusema nini? Ndio nauliza nabii, ngoja kidogo. Anauliza nabii ni mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, apeleke ujumbe kwa watu, awaambie waache kuenda na hiyo njia, waende na ile njia sawa. Unanisikia? Wasiabudu masanamu, wamwabudu huo Mungu peke yake. Huo ndio nabii. Anaongea na Mungu kila wakati. Sasa wewe nabii? Mimi ni nabii. Unaongea na Mungu. Unaitwa nabii. Mimi siongeagi na shetani, mimi naongeaga na Mungu. Unaongea na Mungu. Sasa hapa amekutuma. Sasa umekuja hapa. Sasa amekutuma, umeleta ujumbe gani watu wajue? Ujumbe ni tuache kudanganywa. Sisi Wanaafrika tuko na mbunge, acha niseme mbunge ndio mwakilishi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni ile design tumeletewa sahi. We mtu akikwambia upeane historia ya Muhammad lazima uende kwa kitabu. Lakini kuna mtu mwenye Maka anaweza kupea historia ya Muhammad without kwenda wapi? Kwa hii kitabu. Ndio babu yake. Sawa. Ulienda shule? Mimi nilienda shule lakini si. Na kwa nini ulienda kusoma? Na ulisema hutaki mambo ya kusoma. Nilikuwa bado sijajielewa mimi ni nani. Sasa ndio umejielewa. Mimi saizi niko fine. Sasa watoto wako wanasoma shule? Watoto wanaenda kusoma nini? Kuna ile akili Mungu anawapea, lakini kwa nani, tuko chini ya uongozi ya serikali, na unajua mtoto asiposoma serikali lazima itafanya nini? Sasa mimi si yuko hapa kwa kupinzana na serikali. Kwa hivyo lazima upeleke watoto shule chini ya uongozi ya serikali. Ingekuwa chini ya uongozi ya Mungu, mtoto wangu ningemfunza kufuga ng'ombe, ningemfunza kuendesha pikipiki kama venye Mungu anani, lakini kozi kutii masharti, kozi yuko sahihi, ni dini yake. Unajua yeye ako sahihi, ni dini yake. Amesema yeye ni mtu wa mababu. Mambo ya kumwambia sisi uwe Mkristo uwe Muislamu, hiyo anasema out. Yeye amesema hiyo out. Ama si ni kweli umesema hivyo? Mimi Ukristo nimesema wako sawa uko kwao. Waislamu wako sawa uko kwao. Kwetu tuko na venye tunaweza muabudu Mungu na anatusikiza. Okay, sawa. Na kule kwenye mababu mnaoaga aje? Kule kwenye kuoana mnaoa wake wangapi? Sisi kwa kidogo tupate mambo ya mababu. Dakika moja tu tuone mambo ya mababu. Kule kwa babu mnaoaga wanawake wangapi kule kwa mababu? Mababu walikuwa wanaruhusiwa kuoa mabibi zaidi ya 5 na 10. Bora uwe na uwezo wa kuhudumia au mabibi. Okay. Sawa. Nimemsikia. Huyu ni mtu wa mababu. Yeye anasema yeye is not wa kiasili. Yani anasema ni mtu wa kiasilia. Yani yeye is not a Muslim, is not a Christian, is not a Hindu, is not a pagan, is not a Jew, is not a ako hivyo kibabu. Hapo. Lakini uko hai kulingana na imani kwa sababu hatuwezi kukutoa pale. Tunasikia amesema kumtoa pale ni ngumu. So wacha nichukue swali lingine, sawa? Nichukue swali lingine. Shukrani sana ndugu yetu. Haya sasa. Na watu wengine wameanza kusikia kwamba nani wewe mwingine? Kuna naam. Mimi naitwa Hasani, unanielewa? Kuna wewe hapa mara mingi. Sema leta habari. Wewe nani? Okay, naitwa Dalmas. Karibu sana Dalmas. Asante. Yes. Nilikuwa tu na swali moja na juu ya masaa. Masaa iko. Masaa ina mwenyewe ni ya Mungu hiyo, wacha naye hiyo. Masaa. Sawa. Hapo kwa Quran. Nataka nifungulie. Unajua nataka kuwa Muislamu lakini bado. Soma wewe sasa ile kitu unataka kusoma yako yote. Okay, sawa. Ni wapi hapo kwa Qur'ani imetajwa muende mkasali siku ya Ijumaa? Iye kuswali siku ya Ijumaa. Qur'ani 62:9 ndio imetaja kuhusu mambo ya Ijumaa.
Wacha isomwe. Kwa nini? Wacha isomwe. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, mwalimu wangu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Na itakapokwisha swala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya. Unasikia? Hiyo ikitajwa ukisikia muadhini Ijumaa, unafunga duka yako, kazi yako unaacha, unaenda kusali. Ukimaliza kusali, unaambiwa rudi kazini mwako. Si atufunge kutoka asubuhi mpaka jioni. Enda kaendelee na kazi yako. Ushamaliza kusali. Na siku nyingine tunasali. Lakini hizi siku zingine ni 5 times a day. Tunasali. Kuanzia asubuhi that is 5:30. Tunakuja mchana saa 7 mchana. Tunatokuja hapo saa 10. Tunatoka saa 10, saa 12:30 jioni. Alafu saa 2 usiku tunamaliza swala 5. Kila siku. Kwa hivyo tunamwabudu mara 5 kwa siku. Hatuna siku ya mahsusi ibada. Siku zote. Unajua utaangalia utaona kama wa Catholic na hao wengine wanaenda Sunday, kuna SDA wanaenda Saturday. Halafu sasa kuna Waislamu wanaenda Friday. So unajua sio kwamba wanaenda Friday, Waislamu wanaenda kila siku. Tunaenda kila siku. Yaani Ijumaa si ibada sisi ya Waislamu ni kila siku. Kwa sababu si ati ni Ijumaa ni siku kubwa kwa wiki. Mnakutana watu wengi mjue mashida zao, ma problem nini katika society, kwa sababu society kuna shida gani? Unaona? Ndio hivyo. Nilikuwa nataka kufahamu. Sina swali lingine. Sikuwa Muislamu basi kama una swali lingine. Bado. Unakuwa wapi kaka? Swali ambacho kimekukwamisha. Nani mwingine ana swali lingine moja? Bado nafsi imekataa. Nafsi imekataa. Kuna mwingine kuna swali ya mwisho? Mtoto wa mchungaji. Sawa. Mbona unaona? Umeweza nieleze nini? Mwambie sasa, kwanza tuambie jina lako. Mimi ninakujua lakini mimi waambia wengine. Mimi nanijua. Unaitwa nani? Abisai. Abisai. Weka swali mezani. Mimi swali langu ninaweka mezani ya kwamba tumesikia tukisema, nilikuwa nauliza wakisema Musa amezaliwa Misri ama amezaliwa Israeli. Musa amezaliwa Misri. Na kama amezaliwa Misri, na mbona Mungu anaambia Musa, anamtuma Musa kule Misri kwenda kuokoa wana wa Israeli kule, na kama yeye amezaliwa Misri? Alimtuma kwa Farao. Farao mfalme alikuwa Misri. Sasa iko hivi. Musa amezaliwa kwa nyumba ya Farao, amelelewa huko, alafu baadaye kutokea kisanga. Mnataka kisanga? Kutoka kisanga kaua mtu. Akakuta Mwisraeli kabila yake na Mkipti walikuwa wanaitwa Wakipti hawa wanapigana. Katika ile kwa hapa akamgonga ule Mkipti kabila ya Farao, akamuua jamaa. Alipoua jamaa maneno ikafishika kidogo. Kesho yake akakuta vita nyingine inaendelea. Sasa akakuta watu wengine tena wanapigana kama wale wajana. Na wale jana hujua aliua mtu. Ni mtoto wa mfalme. Unaona? Sasa ule jamaa mmoja akasema, wewe unataka kuingilia hii vita yetu. Unataka kuniua kama vile uliua mtu jana? Musa akajua sasa kimeumana hapa. Musa akachomoka akaenda katika mnasema nchi ya Midiani. Akatoroka huko. Ndio akaenda huko akakutana akaenda huko katika mlima wa Sinai. Ndio unaona? Akapatana na Mwenyezi Mungu pale, akapewa utume, akaambiwa sasa nenda ukachukue wale wanateswa kule. Wale uliacha kule ndugu zako wanateswa huko, nenda watoe pale wapeleke nchi ya Kanaani. Na jambo lingine, wakati hukumu ya kuua watoto walio chini ya miaka miwili ilipotoka kwa mfalme Farao, aliposema kwamba watoto wa kiume wauawe, ilikuwa ina affect mpaka Musa. Hiyo ni kweli. Which means alizaliwa Alizaliwa Misri. Hiyo tumekubaliana. Naona sasa hapo ni sawa. Tumekubaliana alizaliwa Misri sababu alikuwa anataka kuuliwa, alitolewa kule kwa sababu ya huyu Farao, si ndio? Yaani unajua yeye Musa
Yeye hangetoka. Ni ule jamaa alisema wewe uliua mtu hapa jana. Musa ndio akatoka, na ile ilikuwa ni mpango ya Mungu. So akatoka kaenda. So hapa kwingine hapa kidogo. Mnasema mkisema Musa alikuwa ni Muislamu. Mwanzoni ya maisha Musa alikuwa Muislamu. Qurani inasema hivyo, hata Biblia inasema hivyo. Haya. Qurani 10:84. Ni 84 nafikiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu yangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Sikia maneno haya. Wakasema watu tunamtegemea Mwenyezi Mungu, Mola wetu, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu madhalimu, na utuokoe na rahma yako na hao watu makafiri. Na tukampelekea wahi Musa na ndugu yake, afanyaje? Kwa watengenezeeni majumba watu wenu katika miji, na zifanyeni nyumba zenu ndio misikiti. Unaona? Ikawa Musa alikuwa anaenda wapi? Kwa mujibu wa Qurani. So Musa aliingia msikiti, alikuwa Muislamu. Alikuwa Muislamu kwa mujibu wa Qurani. Kwa mujibu wa Qurani. Funga hii Qurani sasa. Na Bible? Bible wacha tuingilie, tuangalie tuone 15:21 Matendo ya Mitume. 15:21 mwalimu wangu. Oli ndanganya unakuja na huku kuja. Najua sisi tunaongea ukweli. Tukisema tunakuja, inasema mwalimu wangu. Haya. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubiriwa mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato katika masinagogi. Upe habari za Musa zote unazipata katika nyumba gani? Sinagogi ni msikiti. Hebu tuangalie Biblia inasemaje? Sisi hatu kuandika Waislamu, ni nyinyi tu na waandishi wenyu ndio wameandika. Inasemaje? Soma. Sinagogi nini? Soma mwalimu. Msikiti wa Wayahudi. Sinagogi ni msikiti ya watu gani? Kabisa usome hapa. Wayahudi. Na tumeona katika Qurani, kumbe na Musa alienda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Na Qurani pia inasema Musa alikuwa anaenda msikiti. Ndugu yetu huyo. Muislamu mwenzetu. Islam. So mnamwamini, si ndio? Tena zaidi. Bila shaka. Sisi tunaamini manabii wote, nyinyi ndio mnakataa kuamini tu mmoja tu. Sasa basi mnaamini manabii wote, si ndio? Tukuja hapa kwa Yesu. Yesu ni nabii. Kwani uamini ni nabii wewe? Na unawauliza Yesu ni nabii? Si nabii Ni nabii na ni mtume. Ni nabii na mtume. Nabii na mtume. Sababu mtume mtume wa watu gani? 13:21 na 23 Matendo ya Mitume. 13 23 mwalimu wangu. Inasemaje? Nitasoma kama nilivyoandika. Ni mtume kwa watu gani? Katika uzao wake mtu huyo Mungu. Nataka usikize maneno pole pole kwa utaratibu. Sikiza vile maneno yateremka. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Waisraeli, si dunia, Waisraeli mwokozi. Nani huyo? Yaani Yesu, kama alivyoahidi. Mungu anavuja ahadi yake. So inamaanisha wakati Mungu alituma Yesu kwa wana wa Israeli kama mwokozi, so inamaanisha mimi na wewe hatuko hapo. Hatuko. Amesema Mungu amewaletea Waisraeli mwokozi kama alivyofanyaje? Alivyoahidi. Mungu anavuja ahadi yake. Mungu anavuja ahadi yake. Ni ahadi ya Bwana haivujiki milele. So tuseme haiwezi vunja. So tuseme hii Bible hii unaiamini. Ngoja kidogo mzee. Ngoja nimalize. So tuseme unaiamini Bible, si ndio? Unaiamini. Nani? Jambo lingine. Uuliza mimi, si mimi ni mwalimu naongea na mimi. Huyu ni msomaji wangu. Wale mko hivi wawili. Unaiamini Bible? Kuna maneno tunaamini na nyingine hatuamini. Sema kwa usema. Ungeniuliza na kwa ufupi ni uniambie. Ungeniuliza kwa wewe uniambie ninaiamini. Na simesema hivi, nimejibu swali vizuri sana. Nimesema kuna maneno naamini na ingine siamini. Sasa ungeniuliza ile maneno naamini ni gani na ile usiamini ni gani? Si ndio ungeniuliza hivyo? Na Qur'ani. Ngoja kidogo. Ngoja tumalize hapa kwanza kabla tuende kwa Qur'ani. Na Qur'ani unaiamini. Ngoja kidogo. Ngoja tukwende hapa tumalize hapa kwanza. Nimekuambia kuna maneno naamini na maneno ambayo siamini. Moja ni kama hii, Wakorintho wa kwanza 1:25. Kama hiyo siamini. Moja kama hiyo siamini.
Nitakuonyesha ile naamini na ile ambayo siamini. 1:25 Wakorintho wa kwanza. Inasema kwa sababu soma kaka, concentrate. Soma Wakorintho wa kwanza. Kwa sababu pumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Nauliza Paulo anasema malizia. Kwa sababu pumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Nauliza wewe, kwa akili yako na kwa akili yangu mimi, sisi wawili na akili zetu, Mungu anaweza kuwa, unaweza piga mfano wa Mungu ni mpumbavu? Haya, sawa na tumalize tu. Wapi? Usinipatie hii nini yake. Imeisha hapa 25. Simeisha 25. Unaona hii gap yote. Imeshaisha. Unaona habari inakuja mpaka hapa. Wapi? Hapa inakuja mpaka 26. Soma 26. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Imeisha hapo. Sasa msituambie ati Mungu ati sisi tunasema ati Mungu ni mpumbavu. Sio Mungu alikuwa anajiita hivyo, na sio sisi tulikuwa Mungu. Wewe aliyesema kwa sababu ya pumbavu wa Mungu ni wewe ama ni Paulo? Ni wewe ama ni Paulo? Si hakusema Mungu. Rudi andiko. Watu unajua, ngoja kidogo, hii ni kamera lakini inaonekana. Huwezi danganya mtu. Hatuwezi danganya. Kwa sababu upumbavu wa Mungu. Leta hii. Ngoja kidogo. Ngoja kusaidia. Soma ya Kizungu. Soma ya Kizungu. Unataka kusoma hii andiko na soma la Kizungu. Kabisa. Hilo hujaona. Soma na Kizungu. Soma mpaka ya Kizungu asikie. Sikia inasoma ya Kizungu sasa. Wewe angalia hapa kwanza. Sikia ya Kizungu sasa. Hii ni King James version nyingine hii. Because the foolishness of God. The foolishness of nasikiza nitafuta kwanza. Nasikiza endelea. Sasa wewe huwezi dada kitu kama hii, huwezi kuniambia niamini hii, lakini ile naamini ni hii. Wacha nikutolee sasa ile naamini. Mpatie huyu mwalimu asome. Mtoto mchunga. Sikia sasa ile naamini. 17:3 Yohana. Hiyo ndio naamini sasa. 17:3. Hiyo ndio naamini. Sasa kama hiyo andiko kama hiyo naamini. Hiyo mimi sikubali. Soma. Anamtetea baba yake huyo. Soma. Ana uzima milele ndio huu. Unasikia? Yesu anakuambia ukitaka kujua kupata uzima wa milele ufanyaje? Ni Yesu anasema. Yesu. So kwamba mnamwamini. Sikiza. Sikiza vile anasema. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo ukitaka uzima wa milele, kupata uzima wa milele, uamini Mungu ni wa pekee na wa kweli. Hiyo ni kweli, Mungu ni wa pekee. Na Yesu alitumwa na nani? Yesu alitumwa na Mungu. Basi. Unaona sasa? Tena kila siku tunakwambia hivyo. Na wewe unakataa kila siku. Uniambia. Hivyo. Mara unasema kuna Mungu. Wewe unakumaanisha kile pale. Tunakwambia kwamba Yesu ni mtume wa Mungu na ni nabii wa Mungu, alitumwa na Mungu. Si Mungu wala mwana wa Mungu. Si unakwambia hivyo. Ni mwana wa Mungu. Sasa hapo ndio unaharibu, sasa ndio unavunja hii haya. Okay, ni mwana wa Mungu. Sahi yako wapi? Ni mwana wa Mungu. Sahi yako wapi? Sahi tuko hapa ako kando ya kiti cha enzi na Mungu. Kama nani? Kama mwana wa Mungu. Kule mbinguni. Ni mwana wa Mungu Tuulize Biblia kama ni kweli, maneno yako ni kweli. 7:55 Matendo ya Mitume, nafikiri ni andiko la mwisho. Inasema mwalimu wangu. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu. Ngoja kidogo mwalimu. Roho Mtakatifu tunamjua? Roho Mtakatifu. Anaongea uongo? Roho Mtakatifu anakutafutia hapa. Roho Mtakatifu ndio. Anaongea uongo? Anaongea uongo ama anaongea ukweli? Roho Mtakatifu anaongea ukweli. Haya, sikia vile anasema. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu, akakaa macho yake akitazama mbinguni. Sasa tunapata mbinguni kule umesema, Akauona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasemaje? Akasema, tazama. Naona mbingu zimefunguka. Ndio. Na mwana wa Adamu. Bwana wewe umekosea mwalimu, ni mwana wa Mungu. Sio umesema ni mwana wa Mungu. Na mwana wa Adamu. Mwana wa nani? Sasa ngoja ndiko likusha. Anapewa nyama ya kuwa yeye ni mwana wa Adamu. Ngoja kidogo utaniambia. Hiyo msidanganya sasa bana. Ndio mambo ya nyama. Nyama mbona alikataa? Alipewa ndani ya nyama.
Sasa wewe yako ni kwanza mwana wa damu. Tulia kwanza. Ngoja andiko lisomwe. Ngoja isomwe. Kwanza mzee, ngoja kidogo. Haya, soma mwalimu. Tunaenda tumbo joto. Soma. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu kule mbinguni. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na nani? Na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu kule mbinguni amesimama upande wa kulia wa Mungu kama mwana wa nani? Mwana wa Adamu, ambapo yeye alikuwa anatumia damu. Alikuwa anatumia damu, mwana wa Adamu. Hauwezi kuniambia ati wewe una damu. Mimi nina damu. Kwa hivyo akiwa mbinguni yeye ni mwana wa nani? Yeye ni mwana wa Adamu. Sio mwana wa nani? Alikuwa anatumia damu yeye akiwa ni mwana wa Mungu. Na wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Adamu au ni mtoto mwana wa ng'ombe? Mimi. Niuliza swali kidogo. Nafikiri. Bado kidogo. Una swali lingine? Mimi ni mwana wa una swali lingine ama nipeane swali lingine moja? Acha malizie swali. Acha nimalizie. Kwa hiyo situkapo tufundishane. Sasa wewe mzee una swali lako, sitaki swali ambayo nimeulizwa. Hapana. Swali nataka kuuliza. Swali moja tu peke yake. Nataka swali lako. Nataka nikupe swali. Namtambua Yesu. Ngoja kidogo, taratibu. Haya, tusalimiane kwanza, tujuane, watu wajuane. Tunajuana mimi na wewe. Wengine hawakujui. Mimi naitwa Hassan. Waambie jina yako. Hata wananijua. Waambie jina yako. Naitwa Wandera. Karibu sana. Swali gani unataka kuuliza Waislamu? Dakika 3 ndio tunaambiwa. Waislamu mnaita Yesu mtume. Si ni kweli? Yes. Haya. Maana mtume ni nini? Maana ya mtume? Maana ya mtume ni yule aliyetumwa. Yes. Haya. Twende kwa Biblia. Yohana 3:17 alitumwa kufanya nini? Sababu Yohana, swali lako ni gani? Swali lako ni gani? Ni mtume alitumwa kufanya nini? Sasa unauliza swali na ujijibu. Nyinyi mnamuita mtume, lakini hebu tujue maana. Ngoja kidogo mzee. Nimeuliza swali. Msinichanganye mzee. Sikuchanganyi. Nimeuliza vizuri. Waislamu mnamtambua Yesu. Kwanza mjui maana Yesu. Yesu maana yake. Swali lako unajibu nini? Nauliza swali. Waislamu mnamuita mtume. Alitumwa. Ngoja kidogo wewe. Ongea na mimi ongea. Angalia mimi. Niangalie hapa, Wewe niangalie hapa. Kwani kwa Biblia Yesu si mtume? Ndio nataka kusoma. Ndio nauliza hivi. Nataka una very humble way. Kwa Biblia Yesu ni mtume si mtume? Amebeba zile karama 5. Swali lako nauliza hivi. Alitumwa. Sasa tusome Yohana 10. Nauliza hivi swali ndogo. Unaweza jibu tu swali direct. Yesu ni mtume kwa Biblia si mtume? Ni mtume. Na alitumwa kufanya nini? Tusome hapo. Hatujauliza hiyo. Mimi sitakuuliza. Unajua nyinyi. Ndio hiyo swali. Unajua ni zaidi ya mtume. Sio yeye, hatuna kazi nayo. Kwa nini amsomi? Kwa nini amsomi? Unataka usome andiko gani? Yohana 3:17. Soma. Mwalimu, unajua huyu hajauliza swali mpaka sasa. Anauliza swali. Sasa wewe unajua kidogo. Kuita mtume. Kweli alitumwa na Mungu kutumwa. Sasa ukijiuliza swali na ujitoe ujijibu. Sasa swali gani umeuliza? Nyinyi mnamuita mtume, alitumwa. Mimi sijakuuliza swali ya Yesu alikuja kutumwa nini? Mimi ndio nimewauliza. Alikuja kufanya nini? Nijibu, si nijibu sasa. Si ndio nijibu sasa? Wewe jibu. Nijibu. Sasa wewe nijibu. Taratibu tu. Qur'an inasemaje? Tutulie sasa. Tutulie ngoja kidogo. Ndio nataka kujue. Wewe mwalimu 3:49 tumalizie. Alafu na usome 3. Ngoja kidogo. Umeniuliza. Sijajimaliza kujibu. Najibu wa Qur'ani na najibu wa Biblia zote mbili. Hiyo njia mwalimu, msiende huko. Unaona mmekataa ukweli. Alitumwa, wacha nimalizie. Sasa wewe ngoja kidogo. Nani? Unajua, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane kesho.